Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, kama mnavyofahamu, ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ni nyenzo muhimu inayotusaidia kupima uwajibikaji, uadilifu na usimamizi wa miradi yetu ya maendeleo inayoelekezwa kwenye maeneo tunayosimamia na matumizi sahihi ya fedha za umma. Hivyo basi, nitumie nafasi hii kuwapongeza viongozi watendaji wote wa halmashauri kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuwahudumia wananchi katika sekta mbalimbali. Aidha, niendelee kuwapongeza kwa kupata hati inayoridhisha kwa maana ya hati safi katika taarifa ya CAG tuliyojadili. Hongereni sana. Kama mkuu wa wilaya alivyosema, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na hata halmashauri tuliyotoka na wao walipata hati safi, inatia moyo na tuendelee na bidii hii. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, ripoti ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali yani CAG ya mwaka wa fedha ulioisha 30 Juni 2025 imeonyesha maeneo ambayo tumefanya vizuri, lakini pia imeonyesha changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji hatua madhubuti ili kuzirekebisha. Kwenye hizi hoja zote ambazo tumekuwa hapa, ukiingia kwa ndani unakutana na swala la fedha ili ziweze kutekelezeka. Sasa basi, niwaombe sana waheshimiwa madiwani, watumishi na yoyote yule ambaye anahusika kwenye swala zima la kukusanya mapato, twendeni tujikite kwa kina tukakusanye mapato yetu, kwa sababu itatusaidia kutekeleza miradi ya maendeleo kwa own sources. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama unakumbuka Mwenge wa Uhuru ulipokuja, miradi yetu yote sisi ya Mtwara DC ilikuwa ni ya own source. Kwa hiyo hiyo inaonyesha ni namna gani ukusanyaji wetu unatusaidia sana kuwapelekea miradi ya maendeleo wananchi wetu. Tunawapelekea tabasamu kama Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyotamani. Kwa hiyo tujikite, twendeni tukapambane kwa kila namna, tushirikiane kwa pamoja, tuhakikishe tunakusanya kwa nguvu. Tuna miradi mingi ambayo inatuhitaji tuikamilishe, ukiwepo mradi wa vyumba vya biashara pale, na hili Mheshimiwa mkuu wa mkoa itatusaidia kujitoa kwenye moja ya hoja za LAC. Tukikamilisha ule mradi tutakuwa imetutoa huko. Kwa hiyo niwaombe twendeni tukakusanye kwa nguvu ili tuweze kutekeleza miradi yetu iliyobaki na mingine mipya. Hakuna maendeleo yanakamilika siku moja, haitatokea. Hata sisi majumbani kwetu zipo changamoto bado zinahitaji ufumbuzi na bado hazijapata fedha ya kutekeleza yale ambayo tunayataka kutekeleza. Sasa maneno yanayosema, na hapa naomba niongee na rafiki zangu, vyama rafiki. Ndugu zangu, nchi hii ni ya kwetu wote, lakini tunazo tunu katika taifa letu. Tunu kubwa moja inaitwa amani, herufi zake ni 5 tu. Sasa niwaombe, maneno yamekuwa mengi na wengi wameanza tarehe 7 maandamano na vitu kama hivyo. Mimi niwaombe tukaongee na wanachama wetu. Kikubwa Mheshimiwa Rais anachofanya, anafanya kwa wote, hafanyi kwa Chama cha Mapinduzi. Na sisi tuwe tayari kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, tuitunze amani ya taifa letu. Ndugu zangu, amani ikishatoweka hakuna sehemu tutakimbilia. Hao wanaokuja na kutudanganya na kutupa maneno mengi ya kutuhamasisha vurugu, hao wanako tayari kukimbilia, walishajiandaa kufanya hivyo. Kwa hiyo tusiwasikilize, tushirikiane na serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea na mambo ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya, lakini pia kusimamia kile ambacho tunakisimamia ambacho ni maendeleo kwa wananchi wetu.